Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali tuweze kukutana, tuweze kujifunza na tuweze kutoka hapo tulipo. Naomba tuombe. Baba, katika jina lenye uweza la damu ya Yesu Kristo, na kurudisha sifa na utukufu ewe Mungu mwenye nguvu. Asante kwa mkono wako wa rehema, asante kwa mkono wako wa nguvu, asante kwa mkono wako wa mamlaka ambao Bwana umeonyesha kwenye maisha yetu. Baba, na kurudisha sifa na utukufu, maana Bwana umetupa kibali, umetupa nguvu, umetupa uwezo, umetupa mamlaka ya kuwepo tena mahali hapa leo. Baba, naomba neema yako na uwezo wako na nguvu zako zikae pamoja na sisi leo, ukasimame pamoja na sisi kwenye ibada ya leo. Baba, gusa kila mmoja anasikia sauti hii popote aliko, na leo Bwana ukafanye mambo ya ajabu na ya ushindi kwenye maisha ya kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Mungu ni mwema na Mungu ni mwenye nguvu, maana hakuna Mungu kama yeye. Nisome kwenye kitabu cha Mika ile sura ya 7 na mstari wa 4. Mika sura ya 7 na mstari wa 4. Kwa maana mwana umwaibisha babaye, na binti huondoka ashindana na mamaye, na mwanamke aliyeolewa hushindana na maadhiaye. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Somo langu siku ya leo ni kuvunja mitego ya watu wa karibu. Kuvunja mitego ya watu wa karibu. Unaona, ile andiko tulisoma linaonyesha kwamba adui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Maana yake anayefanya vita na wewe hatoki mbali, yuko kwenye mazingira uliopo. Anayekutegea mitego hatoki mbali, yuko pamoja na wewe ulipo. Anayefanya mabaya kazini sio mtu usiyekuwa naye, sio rafiki asiyekufahamu. Ni yule unayeongea naye, ni yule unayepanga naye, ni yule mnayekuwa naye pamoja, ndiye anayekutegea mitego. Kwa sababu unaweza ukaiona maisha yako ukajiuliza, kwa nini maisha yangu yanakuwa mazito? Kwa nini maisha yangu ni magumu? Lakini kuambia ukweli, yupo mtu ambaye uko karibu naye ambaye anaweza akaweka mitego, ambaye ndio chanzo cha matatizo unayopitia. Unaweza ukajikuta ya kwamba kila ukipanga mpango unaharibika, kila ukifanya jambo linavurugika kwa sababu yupo anayeharibu. Yupo rafiki ambaye rafiki huyu ni rafiki mwenye kutaabisha, ni rafiki mwenye kuvunja moyo, ni rafiki lakini ndani ya nje amevaa ngozi ya rafiki, lakini ndani ni mbwa mwitu, ndani ni adui, ndani hafai. Kwa hiyo unaweza ukayaona maisha yako ya kila siku kama ni kwa nini mambo yangu hayaendi, ni kwa nini vitu vyangu havipigi hatua. Lakini adui wa maisha yetu, adui wa mipango yetu, adui wa huduma zetu, adui wa maisha yako hayuko mbali na wewe. Aliyesababisha hilo tatizo likupate hayuko mbali na wewe, yuko jirani na wewe, na ndiye aliyetega huo mtego ili ukunase. Na mimi leo nataka niwatoe wale walionasa kwenye mitego ya watu wa karibu, ya ambaye mrafiki ameutega. Na pia fahamu hivi, kuna haja ya kumwomba Mungu akuonyeshe. Kuna mtu ni mwema kwako wakati ukiwa naye, ni rafiki. Na hakuna mtu ambaye hana rafiki, hata mimi nina rafiki. Lakini lazima nijue rafiki niliye naye ni rafiki wa aina gani. Rafiki niliye naye, je, ni mwema? Rafiki niliye naye, je, anatokana na Mungu? Rafiki niliye naye, je, yuko upande wangu? Kwa sababu unaweza ukana rafiki ambaye ndani yake ni hatari. Yaani ukawa na adui, lakini adui uliye naye ndio yule unayekaa naye pamoja. Daudi anasema sio mwingine, ni wewe
turudie kula chakula mezani pamoja. Tukapanda wawili hekaluni. Yaani aliyemuinukia Daudi sio mtu mwingine, ni yule ambaye walikuwa nakaa pamoja, wanakula pamoja, wanaenda kanisani pamoja. Na anayetufanya vita, anayesababisha tuingie kwenye matatizo, anayetufanya tuingie kwenye vurugu ni wale ambao wako pamoja na sisi. Tuko pamoja na yeye, tunaongea pamoja na yeye. Lakini leo nataka tumuombe Mungu, tumwite Mungu leo. Kama yuko adui karibu na wewe leo, utamwona na Bwana atauvunja huo rafiki kwa jina la Yesu Kristo. Lazima umuombe Mungu kwa ajili ya watu ulionao karibu. Mungu, hakuna kitu kibaya kama kuwa na rafiki mshirikina, au kuwa na rafiki mganga wa kienyeji, au kuwa na rafiki mchawi. Na mchawi kwa mwenye macho ya kawaida huwezi kugundua mchawi. Kwenye macho ya kawaida huwezi kusema huyu sio mchawi. Sio mchawi kwa sababu nakuwa naye, niko naye, au sio mchawi kwa sababu anaenda kanisani. Fahamu hivi, hata kanisani mchawi anaweza kuingia. Kwa hiyo unapojikuta mambo yako hayaendi vizuri, kwa sababu kuna mtu wa karibu mmoja anayesababisha vurugu kwenye maisha yako, anayesababisha vurugu kwenye afya yako, anayesababisha matatizo kazini. Unaweza kuona una tatizo kazini, lakini tatizo hili kazini ukaliona kabisa ya kwamba kuna vurugu inatokea kazini ambazo zinahatarisha wewe ufukuzwe kazi. Lakini zile vurugu ukafikiri zimetokea tu kwa bahati mbaya, au ni jambo tu limetokea, lakini ulichokijua ni kwamba yupo mtu wa karibu aliyehusika. Na ndio maana Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Angalia Mwanzo 4:8. Mwanzo 4. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye, akamuua. Unaona, anayemuua Kaini, anayemuua Habili sio adui wa mbali, sio adui kutoka mbali, ni ndugu yake, ambaye ndugu yake huyu ndiye aliyemtoa nyumbani, ndiye aliyemwambia twende uwandani, twende ukatembee, twende ukawinde, twende pamoja mahala. Kuna mtu anaweza kushirikisha jambo, ukajua nia yake ni njema, ukajua mpango wake ni mwema, ukajua kuna kitu anakitaka, kuna jambo zuri analipanga, lakini mtu yule ndani ana kitu tofauti. Na ndio maana mwanadamu anachokiongea sio cha muhimu, ila anachokimaanisha ndani ndio cha muhimu. Mwanadamu, moyo wa mwanadamu una siri. Moyo wa mwanadamu unaweza ukabeba mauti, lakini ndani, nje amejaa furaha, ila ndani umejaa hasira ya hatari. Unaweza uko unacheka na mtu, unafurahi na mtu, unafurahi naye ukiona kabisa huyu yuko salama na mimi, lakini moyoni anakulaani. Vizuri, unapanga naye vizuri, mnafurahi pamoja, mnakula pamoja, mnacheka pamoja, lakini huyu anawaza ni saa ngapi namtega, ni saa ngapi namuondoa, ni saa ngapi anafukuzwa kazi, ni saa ngapi anapigwa. Kwa hiyo wewe umekaa naye kwa nia njema, unaongea naye kwa nia njema, mnapiga naye story kwa nia njema, lakini yeye ndani amejaa chuki na wivu. Wale unaokuwa nao, anaweza mtu akajaa wivu, akajaa chuki, na hii chuki ikampelekea yeye akutege mtego, ikampelekea yeye akuende kwa mganga wa kienyeji, ikampelekea yeye akufunge mahala. Unapoona maisha yetu ya kila siku, usifikirie kuna watu wanaweza kuja kwako na kuomba fedha, naomba ndugu yangu na shida, naomba nisaidie. Wewe unamsaidia kwa kufuraha, kwa amani. Ndio yeye anayekuchezea.
Kwa sababu najikuta ya kwamba kwa kadri mtu anavyoinuliwa, aliye naye hafurahi. Hapendi. Yaani mwanadamu hapendi kuona mwenzie anainuliwa. Hapendi kuona mwenzie anapiga hatua. Na kinachojaa ndani ya moyo wa mwanadamu ni wivu. Wivu unamfanya mtu aende kwa mganga wa kienyeji. Wivu unamfanya mtu asambaratishe familia ya mtu, auwe. Wivu pale anapoona unapiga hatua, pale anapoona kuna jambo linatokea kwenye maisha yako, kwamba kuna jambo ambalo Mungu anataka kulitenda, kinamuuma. Abeli ametoa sadaka mbele za Mungu, kakubalika mbele za Mungu. Kaini anamchukia Abeli. Baada ya kumchukia Mungu aliyepokea sadaka ya Abeli akaikataa ya kwake, ana tatizo ni Abeli. Asingekuwepo Abeli, Mungu angepokea sadaka yangu. Baada ya kujua inawezekana mimi kuna mahali kwa sababu sijakifanya sahihi, hebu nikae naye nijifunze, yeye anawaza umuondoa Abeli. Kwa hiyo kuna watu ambao tunakuwa nao, wanapoona mafanikio yako anahisi kwamba wewe usingekuwepo, haya mafanikio yangekuwa yake. Wewe usingekuwepo kazini, yeye angepandishwa cheo. Kazini yeye angepongezwa mshahara. Ila kwa sababu wewe upo, yeye haonekani. Kwa unajikuta ya kwamba unapambana na watu ambao uko ndani yao, uko pamoja nao, yaani mnafanya mipango pamoja, mnaongea pamoja, lakini hawa ndio wanaokutega, ndio wanaokufunga, ndio wanaokuzuia. Lakini leo Mungu amenyoosha upanga wake pale ulipo leo, popote ulipo. Mungu leo amenyoosha upanga leo kuipasua na kuivunja mitego yote ya marafiki au watu wa karibu au ya familia au ya mtu ambaye mlikuwa pamoja. Kwa unajikuta ya kwamba huyu ameweka mtego, amekuzuia ili usiende. Mfano wa Kaini mzuri. Kaini yeye ameota ndoa. Kaini yeye ametoa sadaka. Sadaka yake ikapata kibali mbele za Mungu. Kupata kibali mbele za Mungu, sadaka ya Abeli kupata kibali mbele za Mungu, Kaini imemuuma. Kwani sadaka yake ikubalike? Badala na yeye akae ajifunze, mwenzangu amefanyaje ili akafanikiwa, mwenzangu ameitoaje sadaka yake Mungu akaikubali, ajifunze kwake, yeye anawaza ni muue. Kwa hiyo na wewe, kuna watu wanakuona unafanikiwa, kuna watu wanakuona unapiga hatua, kuna watu wanakuona mambo yako yanaenda vizuri, lakini wale wanaokuona mambo yako yanaenda vizuri, hao ndio wanaokupiga vita. Hao ndio hawataki kukuona kama watamani. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kila siku, wapo watu ambao wamekaa karibu na sisi. Hawa hawajaja kwa nia njema. Wanawezekana walikuja kwa nia njema mwanzoni, lakini ghafla shetani amegeuza mioyo yao, amegeuza fahamu zao, amegeuza fikra zao, ameanza kuwa na tamaa, ameanza kuona ya kwamba wewe ndio unayemzuia, ndio unayemfanya asifanikiwe. Kwa hiyo anajikuta ya kwamba anaweka mitego ya kukuzuia, anaweka mitego ya kukufunga, anaweka mitego ya kuyafanya maisha yako ya magumu. Unaweza kujikuta kwamba ugumu unaopitia umesababishwa na mtu ambaye uko rafiki naye, kwa mtu ambaye uko jirani na wewe, kwa mtu ambaye yuko karibu na wewe, kwa mtu ambaye unaongea naye, kwa mtu ambaye unacheka naye, anayekufunga. Kuna kisa moja nilikutana nacho, kinishangaza sana, ya kwamba kuna binti mmoja. Huyu binti alikuwa yuko Marekani, na huyu binti alipokuwa Marekani alikuwa anafanya kazi yake kwa bidii. Ila huyu binti, wazazi wake kwa mtu wa pekee, ana ndugu mwingine kwa wazazi, ana mdogo wake na dada yake. Kwa sasa wale wazazi walikuwa wako Tanzania, yeye yuko Marekani.
Lakini sasa ana watoto wa mjomba wake, ambao watoto wa mjomba alikuwa anawasaidia, anawasomesha, yeye ndiye anatoa fedha kila kitu mtoto kwenda shule, ndiye anawatumia. Lakini kile kitu mke wa mjomba hapendi. Ingawa yeye ndiye anasomesha wanae, lakini hapendi huyu awe na fedha. Kwa hiyo yule mke wa mjomba akaenda kwa mganga wa kienyeji. Kwenda kwa mganga wa kienyeji kumfunga huyu anayetuma fedha kwa wanae wasome. Lakini wewe unaona kama alikuwa anafanya jambo jema, anasaidia wanae. Lakini yeye kwake anajiuliza swali hili, kwa nini yeye ndiye awasaidie? Kwa hiyo kwake hakufurahia, anapenda kuipokea ile fedha, ile anamuonea wivu. Na kwa sababu anamuonea wivu, akaenda kumfunga kwa mganga wa kienyeji. Alipoenda kufunga mganga wa kienyeji, akashangaa mambo yakaanza kuharibika. Mwisho wa siku akarudi Tanzania. Karudi Tanzania, maisha ni mazito, maisha ni magumu. Sasa akaja kanisani aombewe. Kanisani akaombewa, akafunguliwa, akakaa sawa. Baada ya kuombewa, kufunguliwa, yale mashetani akati yanatolewa ndani yake. Yale mashetani anasema nimetumwa na shangazi, mke wa mjomba. Lakini anajiuliza, mke wa mjomba kivipi? Wakati mke wa mjomba mimi ndiye nimesomesha watoto wake, mimi ndiye nimewasaidia. Unaona, unaweza uko unafanya wema, lakini ule wema ukazaa tatizo, ukazaa shida. Na ndio maana ogopa sana kuwaelezea watu mafanikio yako unayopata. Ogopa sana kuwaelezea watu hatua unazopiga. Unapomwambia mtu unachokifanya au ulichokipata au unakuelekea, mtu yule ndaenda kufunga kwa mganga wa kienyeji. Mtu yule ndaenda kukuangamiza kwa mganga wa kienyeji. Yule ule mwambie ile baraka. Ule mwambie ule mpango. Ule mueleza, ndio huyo aenda kufunga. Kwa hiyo unajikuta huyu dada mpaka sasa hivi kwa Tanzania, sasa hivi ameshapata kazi, anaendelea maisha yake Tanzania. Lakini Marekani alikuwa na kazi nzuri, ameondolewa na mtu aliyekuwa anasaidia wanae. Kwa hiyo mpango ule alikuwa anaufanya umemgharimu kuruga maisha yake yote. Na ndio maana unaweza kuona kusema hapana, hawa ni warafiki, hawa ni ndugu, hawa nawasaidia, lakini wale unawasaidia wale wanaweza kukuimikia. Sisemi kusaidia mtu ni vibaya. Lazima uelewe kabisa ya kwamba vita vya mtu havitoki mbali na watu wanaomfahamu. Wanaoharibu mipango yako sio watu wasiojua, sio watu kutoka mbali, ni watu ambao unawaeleza mipango yako. Kazini ni ule mtu mnayekuwa naye pamoja, unaomueleza vitu vyako, unayemueleza mipango yako, huyo ndiye anayeinuka ili kuharibu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta ya kwamba maisha yako yana matatizo, yana shida kwa sababu ya mtego uliotegwa na mtu wa karibu. Na mtego wa mtu wa karibu kukukamata au kunasa ni rahisi. Tunamuona hata aliyemsaliti Yesu Kristo kutoka mbali ni kati ya wanafunzi. Na sio kati ya wanafunzi tu, ni kati ya mitume wale 12. Na sio mtume tu wa 12 wa kawaida, ni mtume ambaye alikuwa na kazi, yeye ndiye alikuwa msimamizi wa fedha kwenye huduma ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama kwenye ishi ya huduma ya Yesu Kristo, Yuda alikuwa anaifahamu vizuri zaidi kuliko wanafunzi wengine. Kwa sababu Yuda alikuwa anajua wana shilingi ngapi, Yuda alikuwa anajua fedha zinatumikaje, Yuda alikuwa anajua kuna hela au hamna hela. Kwa hiyo Yuda alikuwa anajua kila kitu kuhusu huduma ya Yesu Kristo. Lakini Yuda yule ndiye amekuja kumsaliti Yesu Kristo baada ya shetani kuingia ndani yake.
Kwa hiyo unaweza kuwa na rafiki mwema mwanzoni, lakini ndani shetani akaingia. Na Yesu Kristo mwenyewe anasema, nimewachagua 12 lakini mmoja wenu ni shetani. Kumbe shetani anaweza akawa ndani ya mwili wa mwanadamu, akakaa ndani ya mwili wa mwanadamu. Na ndio maana lazima ufahamu hivi, mitego au matatizo tunayopata mwanadamu anahusika. Shida ulionayo, yupo mwanadamu aliyehusika. Shetani hawezi mwenyewe. Kama shetani angekuwa anaweza mwenyewe, asingeingia ndani ya Yuda, angeenda mwenyewe kumsaliti Yesu Kristo. Lakini alikuwa hana uwezo wa kumsaliti Yesu Kristo bila mwanadamu. Kwa hiyo na wewe, adui ambaye ni shetani hawezi kukamata, hawezi kukufunga bila kumpata mwanadamu aliye karibu na wewe, bila kumpata mtu wa kupeleka kwa mganga wa kienyeji, bila kumpata mtu wa kupeleka kwa wachawi, bila kumpata mtu wa kukalia kikao cha kishetani. Kwa hiyo unapoyaona maisha yetu ya kila siku yanakuwa mazito, yanakuwa na matatizo, yanakuwa na magumu, ni kwa sababu ya mtu. Na ndio maana adui wa kwanza wa mwanadamu sio shetani, ni mwanadamu mwenzake. Adui mwenzake, unayekula naye chakula, unayekuwa naye, unayeongea naye, unayepanga naye mipango, huyo ndiye adui yako wa kwanza. Na huyo ndiye anayetega mitego ya kukuangamiza, ndiye anayetega mitego ya kurudisha nyuma. Leo uko kwenye matatizo, uko kwenye shida kwa sababu ya mtego uliotegwa na rafiki. Mtego ukitegwa na mtu asiyekufahamu, ni rahisi wewe kuruka, ni rahisi wewe kuona, ni rahisi wewe kuondoka ndani yake, ni rahisi wewe kushinda, ni rahisi wewe kutokukamata, kutokuingia ndani yake. Lakini anayekutegea mtego mbaya ni yule anayekufahamu. Anajua kabisa rafiki yangu hiki hawezi, anajua kabisa rafiki yangu hapa hajui, anajua kabisa rafiki yangu kwenye anga hizi huwa afahamu. Kwa hiyo anapotega, anajua akitega hivi unaingia. Wapo watu wengi leo wanalia kwa sababu ya rafiki aliyemweka karibu, ndugu uliyemweka karibu. Lakini wewe umemweka karibu kama ili kumsaidia, kama ili kumsaidia au muende pamoja au mtiane moyo, lakini yule unayemkaribisha ndiye anayekupiga vita. Na ndio maana lazima ujifunze kwamba rafiki ni nani. Rafiki ni mtu wa muhimu kwenye maisha. Rafiki, ukipata rafiki mwema, utakuwa mwema. Na ndio maana mimi siku zote huwa nasema, nitarudia kusema, ya kwamba mimi kuwa mchungaji, sijawa mchungaji kwa sababu ya nilikuwa mzuri kwenye kuhubiri, au nilikuwa mzuri kwenye kuomba, au nilikuwa mzuri kwenye kwenda kanisani. Hapana. Nimekuwa mchungaji kwa sababu baada ya kuokoka, marafiki walionizunguka leo wote ni wachungaji. Wale ndio kwa nao wakati mimi nakuwa katika maisha yangu ya wokovu, leo hii ikianza kumfuatilia kila mmoja ni mchungaji. Kwa hiyo walionizunguka wakanisaidia, na mimi nikajikuta ya kwamba nimekaa kwenye mstari umenyoka, umeelekea kwenye wachungaji. Na ndio maana rafiki yako anaweza akaharibu maisha yako, au anaweza akaboresha maisha yako. Ukimpata rafiki mwema, safari yako inakuwa nyepesi. Kwa sababu kwenye maisha au ndani ya mwanadamu, niseme ndani ya mwanadamu, ili mwanadamu afanikiwe, kuna vitu vingi anatakiwa viache. Yaani kuna vitu vingi lazima uviache. Sasa vile vitu huwezi kuviacha peke yako. Unahitaji mtu atakaye kusaidia ili uviache. Na mtu atakaye kusaidia ni nani? Mtu atakaye kusaidia ni yule ambaye wewe utakuwa karibu naye na utakuwa wazi kwake.
Na mtu ambaye unaweza kuwa karibu naye na ukawa wazi kwake ni yule mtu ambaye unamuita rafiki. Rafiki unaweza kuwa wazi kwake, unaweza kuwa wazi, unaongea naye, unapanga naye mipango. Hata ukiwa na tatizo unamueleza. Na kwa sababu ya kuwa pamoja naye anakuambia, mtumishi wa Mungu, hiki hapa sio kizuri, akiache. Hichi hapa kifai, acha. Kwa hiyo kwa kadri wale marafiki niliokuwa nao, kadri ninapokuwa katika maisha yangu ya wokovu, na kuwa nao na waangalia jinsi wanavyofanya wenzangu, jinsi wanavyoongea wenzangu, jinsi wanavyoomba wenzangu, jinsi wanavyosoma Biblia wenzangu, na mimi najikuta naomba, nasoma Biblia, niko na kiu ya kwenda kanisani. Kwa sababu nilionao wanakuja kanisani. Nikajikuta mchungaji. Lakini kama wale niliokuwa nao mwanzoni wangekuwa sio watu wema walionizunguka, sio watu wenye kiu ya kusema katika maisha ya wokovu, hata mimi sitakuwa. Biblia imeweka wazi, rafiki mbaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo ukiwa na mtu ambaye ukianza wewe mwenyewe kusogeza watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajamwamini Mungu wakaa karibu na wewe, uje umesogeza vita nyumbani, umesogeza matatizo karibu na wewe. Kwa sababu hawa watu ambao hamwamini Mungu, je, watakusaidia nini? Watakushauri nini? Watakufundisha nini? Hawezi kufundisha kwenda kanisani, hawezi kukutia moyo kuomba, hawezi kukutia moyo kusoma Biblia, hawezi kukutia moyo kung'ang'ana kwenye imani. Hapana. Ila atakwambia leo kuna disco, leo kuna sherehe fulani, leo kuna mahali kuna hiki, leo tuende huku, leo pumzika, leo kaa. Lakini unapompata rafiki ambaye anamwamini Mungu, atakwambia leo tufunge ndugu yangu tuombe, leo tuende kanisani tukapige majeshi, leo tuende kanisani tukajifunze Biblia, leo tuende kanisani tukashuhudie. Kwa katika kuyafanya haya tayari na kujenga. Kwa hiyo lazima ufahamu ya kwamba hivi unahitaji watu ili kwenda vizuri kwenye safari yako. Na ndio maana peke yako huwezi kwenda peke yako. Hata mimi ningesema siwezi kuwa mchungaji peke yangu. Yaani ningezaliwa kuwa mchungaji sio rahisi. Nizaliwe kuwa mchungaji, halafu niishi mwenyewe hivyo hivyo mpaka niwe mchungaji. Sio rahisi. Au kwa maana nyingine haiwezekani. Hata Daudi aliyepakwa mafuta na Mungu. Lakini safari yake ya baada ya kupakwa mafuta mpaka kuwa mfalme, alihitaji marafiki. Alihitaji watu wa kuwa naye. Alihitaji watu wa kumsaidia ili afike kwenye kuwa mfalme. Lakini angekuwa peke yake, singeweza kuwa mfalme. Kwa sababu alikuwa na vita mbele yake. Kwa hiyo hata sisi ili tuweze kufika kwenye ule ushindi, tuweze kufika kwenye yale mafanikio, tunahitaji watu. Lakini sasa ni nani unayemleta karibu na wewe? Huyu unayemleta karibu na wewe, huyu unayeongea naye, huyu unayepiga naye story, huyu unayekuwa naye kwa muda mrefu, huyu unayemuita rafiki, ni nani? Na rafiki huyu atakusaidia wewe kitu gani? Lazima ujiulize. Huyo unayemleta karibu atakusaidia nini? Kwa sababu elewa hivi, unataka kwenda wapi? Unataka kuwa nani? Unataka kufikia wapi? Uwezi ukasema nataka niwe mchungaji lakini rafiki yako mkubwa ni mvuta bangi, au kijiwe chako ni cha wavuta sigara, au unashinda baa lakini lenkiu yako ni kuwa mchungaji. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima unapoanza kumwamini Mungu, lazima uwe makini na waliokuzunguka. Kwa sababu hivi, shetani huwa anatafuta watu ili wakuzuie. Anatafutaje watu? Anaangalia walio karibu na wewe. Wale walio karibu na wewe ni risasi au ni msaada kwa shetani wa kuzuia. Tunamwona Yuda. Biblia inasema ya kwamba shetani akamuingia Yuda.
Na shetani alipomwingia Yuda ndipo alienda kumsaliti Yesu Kristo. Mwanzo Yuda alikuwa safi, alikuwa mwanafunzi mzuri, alikuwa na matatizo, lakini sio ya kiwango cha kumsaliti Yesu. Lakini rafiki Yuda huyu, mwanafunzi Yuda huyu, alikuwa tofauti na wenzake. Alikuwa na vitu vidogo vidogo. Kuna mahali nasema, Biblia inasema hivi, kuna mwanamke mmoja alimpaka Yesu Kristo mafuta kwa nywele zake. Yuda akasema hivi, haya mafuta si yangeuzwa wakapewa maskini? Biblia inasema hivi, pale chini Biblia ikaeleza kwamba ameongea hivi sio kwa sababu ya kuhurumia maskini, ila kwa sababu alikuwa mwizi. Kwa hiyo kwa sababu ya zile dhambi za Yuda, shetani akapata nafasi ndani ya Yuda. Kwa hiyo elewa hivi, shetani hutafuta rafiki aliye karibu na wewe ili aingie ndani yake akuzuie, ndani yake akupinge. Na ndio maana wale unaosogeza karibu na wewe ni wa muhimu sana, ni wa thamani sana. Unapomwona rafiki yako haendi kanisani, hamuombi Mungu, kwa makini naye. Kwa sababu rafiki, unaposema huyu ni rafiki yangu, huyu ni rafiki yangu wa karibu sana, huyu rafiki yako wa karibu sana, ni wa muhimu. Huyo anaweza kukusaidia wewe ukafanikiwa, ili wewe mambo yako yakaribika. Na ndio maana kwenye kila hatua ya maisha yako unahitaji mtu wa kukutia moyo, unahitaji mtu wa kukutia nguvu, unahitaji mtu wa kukuonya, unahitaji mtu wa kukuambia hapo uko sawa, unahitaji mtu wa kukuambia hapo acha. Lakini sasa, kama una rafiki asiyefaa, kama una watu wasiokoka, kama una mtu ambaye hayuko vizuri na Mungu, huyo atakufanya maisha yako yasifike kwenye ushindi. Na ndio maana unapoona Biblia inasema adui wa mtu ni wale ambao karibu na yeye, wale waliokuzunguka. Na ndio maana leo nataka tuvunje kila mitego ya kishetani iliyosababishwa na watu wa karibu, na jirani, iliyosababishwa na familia. Unapoangalia Biblia, watu wengi walizuia na familia, watu wengi walipigwa na familia. Yusufu, kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37 mstari wa 18 hadi wa 20, wakamwona toka mbali, na kabla hajamkaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja, haya twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali wamemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Unaona, shida ya Yusufu ni hii hapa. Shida ya Yusufu, alikuwa anaota ndoto, na akiota ndoto zake anakuja kuwasimulia kaka zake. Amelala Yusufu, ameota ndoto aliyoiota, anakuja kuwasimulia ndugu zake. Yusufu alikuwa na shida, alikuwa anafikiria tu ni ndoto nimeota, na alikuwa anawaelezea kwa furaha, lakini wale wanaumia moyoni. Lakini hawamuonyeshi Yusufu kama wanaumia, wanafurahi naye, wanacheka tu. Ni ndoto zako bwana, wewe umeota ndoto vipi? Leo umeota nini? Fikiri na asubuhi anamuuliza leo umeota nini? Lakini kile wanachomuuliza, lengo lao moyoni mwao kuna maumivu. Na ndio maana walipomwona kwa mbali wakasema yule muota ndoto anakuja. Kwa hiyo kuna watu ambao unawaeleza mipango yako, unawaeleza yale ambao unayaona, ile mipango ya baadaye, wanakucheka. Anakutia moyo kwa mdomo, ila ndani moyoni anakucheka. Kwa hiyo Yusufu, wale ndugu zake wanamuuza, wale aliowaeleza zile ndoto zake
wale aliowaeleza ule mpango wake, wale aliokuwa anawaambia anataka kufanya, wale ndio wanaomuuza, wale ndio wanaomwangamiza, wale ndio wanaopanga mabaya kwa Yusufu. Na ndio maana kama kuna kitu unatakiwa angalia kwenye maisha yako, ni nani unayemwambia mipango yako? Unamwambia mipango yako kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao ukiwaambia mipango yako, umetengeneza nafasi wa kuzuia, umetengeneza nafasi wa kuangamiza. Lakini leo tunaye Mungu mwenye uwezo wa kuokoa, tunaye Mungu mwenye uwezo wa kutenda, tunaye Mungu mwenye uwezo wa kufungua kila mtego ambao adui amekuweka ndani yake. Unaweza uko umefika mahala umekata tamaa, umefika mahala umevunjika moyo, umefika mahala uone njia, kwa sababu kila ukiangalia unaona kabisa yule niliyekuwa rafiki yangu ndiye aliniletea haya. Lakini leo nataka tuombe Mungu, tuivunje kila mitego ambayo tumewekewa na watu wa karibu. Ulifanya bila kujua, hukujua kama yule mtu ni mbaya, ulimfanya kama rafiki kwa sababu yeye anasema tusaidiane. Lakini unapotaka kuwasaidia watu, kuna watu wengine nje ni mwanadamu ila ndani, yani nje ana mwili mzuri ila ndani ni shetani. Kwa sababu roho ya mwanadamu ndio ya muhimu, yani kilichomo ndani ndicho cha muhimu. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba kuna watu wengine kwa sura ni wazuri, wanapendeza, ila ndani kuna roho ya kishetani, ndani hawafai, ndani ni hatari. Unaweza kuona mtu ana mawazo mema juu yako, ana mipango mizuri na wewe, lakini usichokijua huyu mtu ndani ana hasira ya kuua. Yani anakusaidia au anakutia moyo, lakini ndani amejaa wivu wa kukuangamiza. Katika maisha yetu ya kila siku kuna vitu ambavyo lazima tuviweke makini. Na kuweka makini ni wale watu wanaokuzunguka, ni wale watu walio karibu na wewe. Nimekuonyesha kabisa ya kwamba Yusufu yeye anaota ndoto zake, anaweza ndugu zake, anaita kaka zake, anaweza kufuraha, nimeota ndoto leo nimepata na kitu. Kwa unaweza kujiuta na wewe, kuna mtu kazini umeongea naye mambo yako, ulimweleza vitu vyako, akatengeneza mpango. Leo uko ndani ya tatizo, uko ndani ya shida, uko ndani ya magumu, uko ndani ya vurugu ambazo pengine wewe mwenyewe hujajua zimetokea wapi. Au sasa hivi unashtuka ya kwamba kumbe alisababisha haya ni fulani, lakini tayari unagundua mambo yameshaharibika, mambo yameshavurugika. Leo usikate tamaa, usivunjike moyo. Yuko Mungu mwenye uwezo wa kuangamiza mitego ya marafiki. Yuko Mungu mwenye uwezo wa kuangusha mitego ya kifamilia. Yuko Mungu mwenye uwezo wa kuangusha mitego ya watu wa karibu waliokutegea. Wao wametega wakijua na kuangamiza. Wao wametega wakijua na umekwisha. Wao wametega wakijua wewe hutafanikiwa, hutashinda, hutavuka, hutafika kwenye ndoto zako. Lakini nisikilize. Yuko Mungu anayeweza. Yuko Mungu anayeweza kufungua. Yuko Mungu anayeweza kukutoa hapo na kukupeleka kwenye ushindi. Yuko Mungu anaweza kukutoa hapo na kukupeleka kwenye baraka. Wao wanajua ndio mwisho wako, lakini wewe sio mwisho. Muangalie Yusufu, ndugu zake wakajua ndio amemwangamiza, wakajua ndio amempoteza, wakajua ndio amekwisha, wakajua tayari kwa kumuuza Yusufu hawatamwacha kwenye maisha yao. Walichokijua, Mungu akageuza ule mpango wao mbaya, Mungu akageuza ukawa ndio hatua ya kumpeleka Yusufu kwenye ndoto zake. Na mimi leo huo mtego
waliokutegea, hilo tatizo waliolitengeneza kwenye maisha yako likawa ndio njia ya kupeleka kwenye baraka kwa jina la Yesu Kristo. Umekata tamaa, umevunjika moyo, umeona mambo yameharibika, umeona kila kitu kimevurugika, kila kitu kimeharibika, ile mipango iliyokuwa nayo imevurugika. Lakini leo isikia maneno haya, yuko Mungu aliyegeuza mpango wa ndugu zake Yusufu. Yuko Mungu aliyebadilisha mpango wao kumuua ukaelekea kumuuza, na walipomuuza wakampeleka Yusufu kwenye hatima yao. Na mimi leo naenda kugeuza kila mtego waliokuwekea, kila mipango mbaya ulioiweka juu ya maisha yako, igeuke ikupeleke kwenye hatima yako kwa jina la Yesu Kristo. Ikupeleke kwenye baraka yako kwa damu ya kondoo, ikupeleke kwenye ushindi wako kwa damu ya Yesu Kristo. Kila hila walioipanga, kila mipango walioipanga mibaya, leo tunaigeuza katika jina la Yesu Kristo. Wao walipanga ili uangamie, wao walipanga ili upotee, ila yupo Yesu Kristo hawezi kugeuza mpango. Alishageuza mpango ya watu wengi. Aligeuza mpango wa Musa aliyewekewa kuuawa. Musa alikuwa bado mtoto mchanga. Wao wametega mtego ili Musa afe, wametega mtego ili Musa angamie, lakini Mungu akageuza mtego wa Musa. Badala ya Musa kwenda kukaa kwa wazazi wake maskini wenye mateso, Musa akaenda kukaa ikulu. Na sisi leo Mungu tutamwomba leo atageuza huo mpango aliokuwekea, hiyo hila walioipanga kwenye maisha yako, leo itageuka, itakuelekea kwenye baraka za Mungu, itageuka, itakuelekea kwenye ushindi wa Yesu, ushindi katika jina la Yesu Kristo. Alijua na mwangamiza Yesu Kristo, alijua habari za Yesu Kristo zimekwisha, lakini yule Yesu Kristo alikaa tu siku 3 kwenye ile mauti. Na wewe hapo lipo, huo mtego aliokuingizia, hilo tatizo aliokutengenezea, hautaishia hapo, hautakaa hapo milele, hautafungiwa hapo, hautaishia hapo. Hapo unaenda kuondoka. Mungu atakutoa hapo katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakuinua hapo kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Mungu hatakuacha uangamie. Mungu hatakuacha upotee. Kama alivyokuwa pamoja na Musa, kama alivyokuwa pamoja na Daudi, kama alivyokuwa pamoja na Yusufu, kama alivyokuwa pamoja na wale tunaosoma kwenye Biblia, hata wewe atakuwa pamoja na wewe. Wao walipanga ili uangamie, wao walipanga ili upotee, wao walipanga ili uteketezwe, lakini Mungu anao mpango mwingine mpya. Mungu atatengeneza mpango mbadala kwenye tatizo lao. Kwenye tatizo lao hapo hapo Mungu atatengeneza njia nyingine ya kupeleka kwenye baraka zako, kwenye baraka zako. Mungu atakutengenezea njia nyingine ya kupeleka kwenye ushindi wako. Wao walipanga ya kwamba ndio mwisho wako, ndio hatua yako inaangamia, ndio familia yako inaangamia, ndio maisha yako yanaangamia, ndio maisha baraka yako ndio kila kitu kinaishia hapo. Wao mpango wao ni wewe ufukuzwe, ni wewe uondolewe, ni wewe uaibike. Lakini nataka nikwambie, hautaaibika, hautaaibika. Maana Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa aibu, sio Mungu wa aibu. Maana Mungu anasema ataiondoa aibu yetu. Hata aibu aliyoiweka ndani yako itaondolewa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo aibu wameipanga ili wewe uaibike, wamepanga ili wewe upotee, wamepanga ili wewe upigwe, wamepanga ili wewe ufukuzwe, wamepanga mabaya ya kupate. Lakini sikia maneno haya, huo mpango walioupanga utawarudia wao. Huo mpango walioandaa utawarudia wao. Unaweza ukasema ya kwamba mchungaji, tayari kitu kimeshaharibika. Nisikilize, Mungu ana uwezo wa kuyafanya mapya. Mungu ana uwezo wa kuyageuza mapya. Yasikie leo, huo mtego leo unavunjika. Mungu anafanya jambo jipya. Mungu atatenda jambo jingine jipya kwenye maisha yako, jambo ambalo hata wewe mwenyewe utashangaa, jambo ambalo hata wewe mwenyewe litakuacha mdomo wazi, jambo ambalo hata wewe mwenyewe utasema hakika huyu ndiye Mungu niliyemsubiri. Fahamu hivi, unaweza ukajiona ya kwamba hapo ndio mwisho wa maisha yako, unaweza kuona kwamba hapo ndio kila kitu kimeharibika, lakini huo sio mwisho. Huo sio mwisho wa Mungu. Huo sio mwisho wa Mungu. Mungu mwisho wake ni mkuu. Mungu atakusimamisha tena. Atakutoa kwenye huo mtego waliokuwekea. Atakutoa kwenye hiyo dhiki waliokuwekea. Atakutoa kwenye huo ugumu waliokuwekea. Wao wamekuchimbia shimo, wao wamekutegea mtego, lakini Biblia yangu inaniambia kwamba kila mtego
kila achimbaye shimo atatumbukia ndani yake, na kila ategaye mtego utamnasa mwenyewe. Leo tena kumomba Mungu, leo tena kumuita Mungu, leo kila mipango mibaya waliokutengenezea, kila hila chafu waliotengeneza juu ya maisha yako itageuka na kuwa baraka, itageuka na kuwa ushindi, itageuka na kuwa mafanikio. Hayo mateso unayolia leo, hayo magumu unayopitia leo, yatageuka, yatakuwa furaha. Hayo machozi ya uchungu unayolia yatageuka, yatakuwa ni machozi ya furaha. Maana Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayeweza. Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayefungua. Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayeinua watu kutoka kwenye mavumbi na kuwaketisha na wakuu. Wao walijua kwamba ndio umekwisha. Wao walijua kwamba ndio wamekuangamiza. Wao walijua kwamba ndio umepotea. Lakini kuambie hivi, Mungu tuliye naye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu anayeweza, ni Mungu anayeweza kugawa bahari ya Shamu. Aligawa bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita mahali pasipo na njia, mahali penye magumu, mahali penye matatizo. Hapo ndipo Mungu yupo. Na ndio maana nakuambia hivi, hata ukimsoma Yesu Kristo kwenye historia yake hapa duniani, kwenye sherehe alienda mara moja tu, na alienda kwa sababu kwenda kufanya muujiza. Kumbe Yesu Kristo haendi mahali penye furaha, haendi mahali palipo sawa, aenda kwenye mahali penye matatizo, kwenye shida, kwenye magonjwa, kwenye magumu. Hapo ndipo Yesu Kristo alikuwa anaenda. Alienda kwa Bartimayo, alikuwa kipofu, na Bartimayo akaona. Alienda kwa yule mama, aenda hekaluni siku ile kwa ajili ya kukutana na yule mama aliyepindana na mgongo wake ukanyoka, na yule mama akawa sawa. Alienda kwa wenye matatizo, na wenye matatizo, yale matatizo yakawaondoka. Na mimi nakwambia leo, amekuja kwako wewe kwa sababu ya hilo tatizo. Amekuja kwako wewe kwa sababu ya hiyo shida. Amekuja kwako wewe kwa sababu ya ugumu unaopitia. Leo atafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Atafanya kitu kwenye ndoa yako. Atafanya kitu kazini. Atafanya kitu kwenye afya. Hayo maumivu unayasikia, hayo magonjwa ulionayo yasikukatishe tamaa. Hayo maisha magumu ya madeni ulionayo, hayo madeni yaliyosababishwa na marafiki, hayo madeni yaliyosababishwa na maisha yako ya kila siku, nisikilize mimi, Mungu anaweza kuyafuta yote. Mungu anaweza kutengeneza njia na ukayalipa yote, ukatoka kwenye tatizo lako. Hilo tatizo walilokupangia, hilo tatizo waliokuandalia, hilo tatizo waliolipanga ili wewe uangamie, ili wewe upotee, ili matatizo ya kupate. Sikiliza hivi, Mungu ana uwezo wa kukuondoa kwenye hilo tatizo. Mungu ana uwezo wa kuling'oa hilo tatizo kwenye maisha yako na likapotea. Na ndio maana leo nakwambia, tutamwomba Mungu, tutamuita Mungu, na utaliona hilo tatizo lilokuwepo ndani yako leo ndio mwisho wake. Leo ndio linatoweka. Leo linafutwa. Leo linang'olewa. Leo linateketezwa. Maana Yesu Kristo yuko kazini. Yesu Kristo yuko mahali hapa leo kuliondoa tatizo lako, kukuondoa kwenye hiyo shida, kukuondoa kwenye hayo magumu, kukuondoa kwenye hiyo balaa, kukuondoa kwenye hiyo vurugu. Hiyo vurugu walioitengeneza, hiyo shida walioitengeneza, hilo shimo waliolichimba, watatumbukia wao. Hebu mkumbuke Danieli. Danieli alikuwa ni mwema, alikuwa anafanya kazi vizuri, alikuwa anamwomba Mungu vizuri, lakini marafiki zake waliofanya naye kazi pamoja, mawaziri, maamiri, wakaamua kupanga mpango wa kumwangamiza Danieli. Wakaamua kupanga mpango wa kumwangamiza Danieli aondoke, wakijua kwamba kwa mpango huu Danieli hataishi, kwa mpango huu Danieli hatavuka, kwa mpango huu naye hatapita, kwa mpango huu ndio tutakuwa tumemwangamiza. Lakini sikize mimi, ule mpango aliouandaa ndio ukawa ndio kaburi lao, na ukawa ndio ukiinuliwa kwa Danieli. Na mimi nakwambia, huo mpango alioupanga litakuwa ndio kaburi lao, lakini wewe utainuka tena, wewe utasimama tena, wewe utaanza kwenda tena, wewe Mungu atakuonekana tena, utaiona nuru kwenye mikono, nuru mpya kwenye maisha yako. Maana Mungu atakuangazia tena na atakusimamisha mahali penye nafasi. Hapo alipokupangia, hapo alipokuandalia matatizo, wamekuandalia balaa, wamekuandalia shida, wamekuandalia matatizo ili wewe uangamie, ili wewe upotee, ili maisha yako ya magumu. Lakini sikize neno hili, yuko
yuko Mungu mwenye uwezo wa kuokoa. Yuko Mungu aliyemlinda Danieli na simba wale. Yuko Mungu aliyemtoa Danieli kwenye tanuru la simba. Yupo Mungu aliyewaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto. Na mimi nakwambia leo, yuko Mungu mwenye uwezo wa kutoa kwenye huo mtego wa marafiki, kwenye huo mtego wa ndugu, kwenye huo mtego wa familia, kwenye huo mtego wa watu kwa karibu, huo mtego aliyoutengeneza. Mungu ana uwezo wa kukutoa. Alimtoa Daudi, alimtoa Musa, alimtoa Yusufu, aliwatoa wengi waliotengeneza mitego kama ya kwako. Na wewe leo atakutoa leo. Na wewe leo atafanya njia leo na utaondoka. Atafanya njia leo na utatoka kwenye hilo tatizo, kwenye huo mtego wa kifamilia, kwenye huo mtego wa kiukoo, kwenye huo mtego wa kindugu. Mungu atakutoa, maana amesema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha makuu na magumu tusiyojua. Leo tumwite Bwana, tumwambie Bwana njoo. Bwana, tunakuita wewe kwenye maisha yetu, tunakuita wewe kwenye kazi. Na ukimwita yeye ni mwaminifu, atafanya. Ukimwita yeye, amesema sikio lake sio zito na mkono wake sio mfupi hata ashinde kuokoa. Leo tunaenda kumwita yeye, na hakika atafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Atafanya jambo jipya kwenye ndoa yako. Atafanya jambo jipya kwenye kazi yako. Yupo mama mmoja na kuona, yupo dada mmoja, ni mama kidogo, umri umeenda kidogo, umekuwa na mchumba mzuri, mkapanga mipango mizuri ya kuolewa, ukapanga tayari tarehe harusi mkaipanga na mipango ikwenda vizuri. Ghafla ametokea rafiki yako, amevuruga ule uchumba, ameharibu ule uchumba. Nisikilize ndugu yangu, usikate tamaa, usivunjike moyo. Ndoa yako iko pale pale, ndoa yako iko pale pale. Yeye alipanga akijua ndo anakukomoa, yeye alipanga akijua ndo anakuvurugia. Lakini sikilize, Mungu tunayemtumikia ana uwezo zaidi ya hapo. Ana uwezo wa kumrudisha tena, ana uwezo wa kuyatengeneza tena. Unaweza ukaniambia, mchungaji, mambo haya ni mazito, hayatengenezeki tena. Lakini sikilize, Mungu anaweza kuyatengeneza tena. Ulikuwa unashukuru Mungu, ulikuwa unamtukuza Mungu ya kwamba saa ya kuolewa imefika, ghafla yamekuwa mabaya, ghafla yamevurugika. Lakini sikilize, Mungu anaweza. Mungu anaweza, Mungu anaweza. Na ukimtumainia leo, atabadilisha hizo vurugu. Zitakuwa ni sherehe za shangwe na vigelegele, zitakuwa ni baraka tena upya. Usikate tamaa dada, usikate tamaa kwa sababu ya mchumba anasema atakuacha. Huyo mchumba hata akikuacha, Mungu ataleta mwingine na atakuwa mwema kuliko huyo. Lakini ninachokuambia leo, Mungu atakutoa kwenye hilo tatizo, hiyo shida walioitengeneza, hiyo balaa walioitengeneza, hiyo vurugu walioitengeneza, hiyo mitego waliokutengenezea leo itavunjika, itang'olewa, itaharibika, na Mungu atakutoa ndani yake. Kwa kuwa yeye anaweza. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Mungu aokoaye, yeye ni Mungu aponyaye, yeye ni Mungu anayeweza kufungua watu, kuwatoa kwenye matatizo waliofungwa. Amesema nimwite, nami leo nitamwita, na nikimwita lazima atatenda. Maana amesema hakuna jambo gumu la kumshinda yeye. Amesema njooni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Leo ubebe huo mzigo leo kwa Yesu. Twende kwa Yesu na mizigo yetu, twende kwa Yesu na vurugu zetu, twende kwa Yesu umweleze jinsi walivyokutesa, jinsi walivyokufunga, jinsi walivyokuharibia. Wamepanga mipango, rudishwe nyumbani, urudishwe kijijini, ufukuzwe kwenye nchi uliopo. Lakini sikilize, wao hawajui ya kwamba hapo ulipofika sio kwa mkono wako, sio kwa sababu ya maombi yako, sio kwa sababu ya bidii yako, ila yupo Mungu aliyekupigania mpaka ukafika hapo ulipo leo. Yuko Mungu aliyekuweka kwenye nchi uliopo leo. Yupo Mungu aliyekuweka hapo ulipo leo, na huyo Mungu aliyekuweka hapo ana uwezo wa kukutoa hapo, ana mamlaka ya kukuinua hapo. Na ndio maana leo, simama leo ukauone wokovu wa Bwana. Mungu atauangamiza huo mtego, ataupiga huo mtego, atauteketeza hiyo mipango michafu ya kishetani walioiharibu. Wamevuruga mipango yako, wameweka mipango yako kwa mivurugu, ameweka mipango kwenye matatizo. Lakini leo tunakumwomba Mungu, tutamwita Mungu, na hakika kila balaa, kila uovu, kila tatizo waliolisababisha kwenye maisha yako leo litakufa na litarudishwa kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo kuna kitu Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Wewe ambaye umefika mahala kwenye wakati mgumu, umefika mahala wamekutengenezea mtego,
Umefika mahala wanakutengeneza shida. Umefika mahala mipango yako imevurugika. Leo na jambo jipya Mungu atalifanya, na hakika litayafuta machozi yako katika jina la Yesu. Kwanza niongee na wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, wewe ambaye hujaokoka. Ni vizuri ukampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu Kristo ndio mwenye nguvu, ndio mwenye uwezo wa kubadilisha yote. Ukimpokea Yesu Kristo, tayari yeye atayageuza yale mabaya uliokufanyia yakawa mazuri. Ule mpango mbovu, kwenye mpango huo Mungu atageuza. Yale maji machungu yatakuwa matamu kwa damu ya Yesu. Kama upo hujaokoka, naomba urudie sala nyuma yangu. Sema: Baba Mungu, naja kwako, ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote zilizofanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Futa jina langu ni kitabu cha mauti. Andika jina langu ni kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Shetani kuna mamlaka na maisha yangu. Kuna mamlaka na chochote nilicho nacho kuanzia sasa katika jina la Yesu. Leo nayakabidhi maisha yangu rasmi kwa Yesu Kristo. Na shetani, leo nimekukana rasmi katika jina la Yesu. Mimi ni mali ya Yesu Kristo. Amen. Kwa kuomba sala hiyo, tayari umempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hatua ya pili, unahitaji kujifunza kumfahamu huyu Yesu Kristo uliyempokea. Ni jinsi gani natakiwa nifanye nini na nifanyeje? Kwa hiyo tafuta namba zetu ili kukusaidia, tutakusaidia kweli kweli, na hakika Mungu hatakuacha hapo ulipo, atakutoa kwa damu ya Yesu. Amen. Sasa naomba tuombe wote. Elewa hivi, Mungu tunayemtumikia anaweza. Na ukimtumainia yeye leo, atakutoa kwenye tatizo. Naomba rudia maneno nyuma yangu. Sema: damu ya Yesu imeniosha. Damu ya Yesu imenitakasa. Damu ya Yesu imeniweka huru katika jina la Yesu. Leo naenda kinyume na kila mitego ya kifamilia, na kila mitego ya kirafiki, na kila mitego ya kindugu. Leo naivunja katika jina la Yesu. Kila mtego niliowekewa na mtu wa karibu, kila mtego niliowekewa wa kifamilia, kila mtego niliowekewa na yeyote anayenifahamu, leo ninauvunja katika jina la Yesu Kristo. Leo nafuatilia kila mitego ya giza, kila wakuu wa giza, kila mamlaka za giza, kila falme za giza, kila adui aliyetumika ili kunifunga, kila adui aliyetumika ili kunionea. Leo napiga kila mitego ya giza katika jina la Yesu Kristo. Watu utokea kuzimu, ewe rafiki, ewe ndugu, ewe mwana ukoo, ewe ndugu wa familia, ewe mwana familia ulienda kinyume na maisha mama huyu, uliyefunga maisha baba huyu, leo na kusambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila mapando ya giza, ninang'oa kila wakuu wa giza, kila mamlaka za kishetani zilizokaa kwenye maisha, zilizokaa kwenye kazi, na zipiga katika jina la Yesu Kristo. Wote walieka mitego ya giza, wote walieka mitego ya kufunga, wote walieka mitego ya kuonea, wote walieka mitego ya kuharibu, wote walieka mitego ya kuua, leo naisambaratisha mitego na ivunja katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliyemnasa mama huyu kukamuondolea mchumba wake, umemchukulia mchumba wake, katika jina la Yesu Kristo na ng'oa kila panga la kishetani. Wewe uliyesambaratisha uchumba, wewe uliondoa uhusiano, leo na kuangamiza katika jina la Yesu Kristo. Na huo ugomvi ulioinua, ninaupiga katika jina la Yesu Kristo, na upiga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ugomvi huo leo na usambaratisha kwa mamlaka ya moto wa Mungu. Hutasimamia wadui, hutakaa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila mapando ya giza, kila wakuu
giza, kila wachawi, kila waganga, kila mashetani, ninawasambaratisha leo katika jina la Yesu Kristo. Kila mtego wa rafiki, kila mtego wa kirafiki, kila mtego wa kishetani ninaupiga leo kwa mamlaka na kondoo. Wote mliotega mitego, wote mliopanga mipango, ninawabomoa leo katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila mipango yenu leo, ninavunja kila mipango ya giza, kila wakuu wa giza, kila wachawi, kila waganga waliopanga hila mbovu, waliopanga mabaya, waliopanga uovu, leo ninawasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninawaangamiza leo, nawaangamiza leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu. Kila mipango mlioipanga, kila hila mlioipanga, ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. Mipango yenu leo naiangamiza leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu. Wote waliokaa kikao ili kufunga, wote waliokaa kikao ili kuharibu, wote waliokaa kikao ili kubomoa, ninawateketeza katika jina la Yesu Kristo. Ninawapiga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninawapiga katika uwezo wa Mungu ali hai. Kila mamlaka za giza, kila wakuu wa giza, kila wachawi, ewe rafiki mchawi, ewe ndugu mchawi, ewe rafiki mchawi, ewe ndugu mchawi, ewe mwanafamilia mchawi, leo nafanya vita na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kila rafiki aliye karibu na mimi mchawi, leo najitenga na yeye katika jina la Yesu Kristo. Kaa pembeni, niachie damu kondoo, toka kwenye maisha yangu damu kondoo. Kila rafiki mchawi leo namuondoa kwenye maisha yangu, ninamteketeza leo katika jina la Yesu Kristo. Wote wachawi wote kutokea kuzimu, waganga, washirikina, ninawaangamiza leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu. Kila mipango ya giza, kila mipango ya kuzimu, ninaisambaratisha leo katika jina la Yesu Kristo. Wote walioandaa mitego ya kirafiki, mitego ya kindugu, ninaibomoa leo, naivunja leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila mtego wa kishetani na upasua leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu. Wote wakaa kikao ili kufunga, wote wakaa kikao ili kuonea, leo nawasambaratisha, leo nawapiga leo kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kila mpango wa kichawi, kila mpango wa kiganga, nauvunja leo katika jina la Yesu Kristo. Waganga wote, wachawi, washirikina wote waliokaa kikao ili kufunga, waliokaa kikao ili kuzuia, ninawaponda leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hutasimama leo katika jina la Yesu Kristo li hai. Hutasimama leo. Rikosa baba mama rakosa baba rikosha baba rima ya mama na leo navunja leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Navunja leo kila mipango ya kishetani, naivunja leo kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kila mtego uliotegwa leo nauvunja. Vunjika, umwache mama huyo, vunjika, umwache baba huyo, vunjika, umwache mtoto huyo, vunjika, umwache kijana huyo katika jina la Yesu Kristo. Leo mtego wa rafiki, ewe mtego wa ndugu, ewe mtego wa jamaa, ninausambaratisha huo mtego, naupiga kwa maana ya Yesu Kristo, na upasua huo mtego, na upasua huo mtego katika jina la Yesu Kristo. Pasuke mtego, pasuka, mwache mama huyo, pasuka, mwache mtoto huyo, pasuka, mwache kijana huyo katika jina la Yesu Kristo. Hutasimama leo kwa mamlaka ya moto wa Mungu ali hai. Na ng'oa kila mapando ya giza, kila mapando ya kichawi, kila mapando ya kiganga, ninayapasua leo katika jina la Yesu Kristo. Wote waliokusanyika ili kuifunga familia hii, wote waliokusanyika ili kufunga ndoa, wote waliokusanyika ili kuzuia maisha, ninawapiga na mkondo ali hai, ninawapiga katika uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Ninavunja kila mamlaka za giza, ninaangamiza leo kila mitego ya kichawi, kila mitego kinasopasua leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Wote waliotega mitego, wote waliojiandaa ili kufunga, wote waliojiandaa ili kuonea, leo ninawapasua leo, ninavunja mipango yao leo, mipango ya kichawi, kila mipango ya kiganga, kila mipango ya kishirikina, kwa mamlaka ya kondoo. Wote waliokusanyika ili kuzuia, wote waliokusanyika ili kufunga, ninawasambaratisha. Mkondo ali hai, ninakusambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Huna mamlaka ya kuzuia, huna mamlaka ya kuzuia ewe mchawi, ewe mkanga, ninakusambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Hutazuia leo kwa maana mkondo ali hai. Na vunja mpango wako leo kwa mamlaka ya damu kondoo, na kupiga kwa damu ya Yesu Kristo ali hai. Acha hiyo ndoa, acha hiyo kazi, acha biashara hiyo, acha uzao huo kwa mamlaka ya damu kondoo. Hutazuia leo na kuvunja mkondo ali hai. Rakosa baba ripasha baba rapasha baba yamda mama riko mama toka chakona mkono yai riko shababa ripapa baba rima ya mama toka chakona mkono yai riko shababa. Ewe chini uliyetumwa ili kufuruga, ewe chini uliyetumwa ili kuondoa, ewe chini uliyetumwa kubomoa na kupiga na mkono yai rapa shababa toka na mkono yai,
Toka achia kuna mkono aliye acha familia, acha ndoa, acha kazi, acha biashara, acha maisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kupasua chini na kumwondoa na kumng'oa chini na kumng'oa yeye chini. Ninakumng'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninakumng'oa katika uwezo wa Yesu Kristo. Ninakumng'oa na mkondo aliye hai. Ninakumng'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Toka acha maisha kuna mkondo, acha maisha mama, acha maisha huyo baba, acha maisha kijana katika jina la Yesu Kristo. Toka na mkondo aliye hai. Toka acha na mkondo aliye hai. Toka acha na Yesu Kristo aliye hai. Na ng'oa kila mapando ya kuzimu, kila mapando ya kichawi, kila mapando ya balaa, kila mapando ya kishetani. Ninayang'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ng'oa kacha familia hiyo. Ng'oa kacha familia hiyo. Ng'oa kacha familia hiyo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wote waliokusanyika ili kusambatisha, wote waliokusanyika ili kuvuruga, leo ninawateketeza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia sasa hiyo familia iwe huru, maisha yawe huru. Kila mtego leo umevunjika na kila mtu leo amekuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Mungu ameshafanya. Kila mtego waliokutegea leo umevunjika na umekuwa huru katika jina la Yesu. Nimkaribishe mtu ambaye una maombi binafsi, ungependa kuombewa, au una jambo ambalo ungependa kutushirikisha, unakaribishwa. Okay, kama hamna, basi Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tukutane saa nyingine tena katika ibada yetu katika jina la Yesu Kristo, ambaye nikiamini. Amen. I love you, Lord, greater than anything. I love you, Lord, more than my heart can sing. I love you, Lord, more than I love myself. I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. I worship you high above everything. I worship you more than my heart would sing. I worship you. Oh, let my life give praise. I worship you, I worship you, I worship you. I lift my hands, I am a sacrifice. I lift my hands, my body and soul, the price. I lift my hands, all that I am is yours. I lift my hands, I lift my hands, I lift my hands. I'll just say yes, you lead the way. I'm not afraid of what it means for me to say. This life you gave is not my own. I'm trusting you to hear my yes and lead me on. Yes, Lord, yes, Lord, my life is yours.
Yes, Lord. Yes, Lord. My life is yours. I'll just say yes. You lead the way. I'm not afraid of what it means for me to say. This life you gave is not my own. I'm trusting you to hear my yes and lead me on. Yeah, Lord. Yeah, Lord. My life is yours. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is yours. And there is peace when I say yes. I might not see it now, but you save the best for all who trust you and obey. There is an answer, no more delay. I'll just say yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. My life is yours. Say yes, Lord, yes, Lord. My life is yours. Hallelujah. This is my song of praise. Hallelujah. I worship you all my days. Hallelujah. All that I am is yours. Hallelujah. 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 Hello! Are you ready to give God some praise? Ladies and gentlemen, Don Moen. Shimo Idima, you alone are God. For the things you've done for me, Shinekimo, the lily of the valley, Okwananiki Buchi, and you never changed, oh God. Kaibuyegelu, 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 Kaibuyegelu.